Mtazamaji wa Mike 360, bahati nzuri tumekutana na brother wetu kabisa Masoud Kipanya katika event ya Social na Mimi. Habari yako brother? Safi kabisa. Mambo vipi? Unaendeleaje na Mungu ni mwema kabisa. Nimefurahi kukutana naye. Kweli eh? Basi na mimi nashukuru sana. Unapokuwa unapata nafasi ya kuzungumza na vijana kama hivi, ni dhamana kubwa unajua kwa sababu wanachukua maneno yako na kuwafanyia kazi. Hii wewe unaichukuliaje kwa upande wako? Kwanza ni heshima kubwa sana kualikwa kwenye sehemu kama hii. Alafu ukipata hata watu watatu ambao wanakaa wanakusikiliza, pia ni heshima na ni bahati na ni neema kubwa sana. Kwa hiyo siichukulii poa. Kwangu ni kitu kikubwa sana. Yes. Na unapoona kwamba unatengeneza athari kwa vijana kama hawa, unaweza kusema kwamba unaacha legacy, si ndio? Au unakuwa nakosea nikisema hivyo? Unajua, of course unaacha legacy. Kuna mtu mmoja niliona yaani hilo swali lako limenikumbusha kitu kimoja. Kuna mtu anajua kwamba sasa tunatengeneza magari, si ndio? Sasa nadhani yeye anatamani asinione nachora katuni, asinione nazungumzia issue za siasa, kwa sababu anahisi yani kama anakuwa na haribu. Sasa ulipozungumzia issue ya athari, maana athari zinaachwa kwa namna nyingi sana. Ukichora katuni, ukizungumza redioni, kwenye TV, chochote unachokizungumza maana ni kwamba kuna vitu ambavyo unaviambukiza kwa watu wengine, especially kwa vijana. Lakini ni kwamba nimeigusia hii point kuonyesha kwamba tunachokifanya chochote kile, hata kama unacheza mpira, lakini masuala ya kijamii yanakuhusu, kwa sababu issue za kijamii kama hazijakaa sawa, ule uwanja pale hautokuwepo. Si unajua? Elewa. Unanielewa? Yaani kama issue za kijamii hazijakaa sawa, hiyo klabu huwezi kwenda, hapaendeki. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama Watanzania wote tunakuwa tuna jukumu moja la kuhakikisha kwamba tunaweka vitu sawa bila ya kuudhiana, lakini vitu vinakuwa viko sawa. Hiyo ndio namna nyingine mimi nadhani bora ya kuweza kuacha legacy bila ya kuwa na uoga. Yes. Masoud Kipanya, bado una ndoto ambazo unataka kuzitimiza kwa umri wako uliokuwa nao? Yes, ndoto yangu moja sasa hivi kubwa ni kuhakikisha KP Motors inakuwa ni kiwanda kikubwa sana cha kuzalisha magari Afrika. Sitaki kujifanya duniani, umeelewa? Mungu mwenyewe ndo anajua, lakini kwa kuanzia kiwe kiwanda kikubwa sana cha kuzalisha magari Afrika. Of course Tanzania, East Africa na Afrika kwa ujumla ni ndoto. Na mara nyingi wanasema kwamba watu wakinitazama kama mchoraji wa katuni wanasema jamaa miaka 37, miaka mingi sana. Mtangazaji miaka 20 ngapi? Kwa hiyo nadhani nimemaliza. Sasa kule kote sawa nimemaliza, lakini kwenye gari ndio kwanza naanza. Inawezekana wewe umenipita kwenye kitu ambacho nafanya ukilinganisha na mimi kwenye gari. Kwa maana yake ni kwamba kuna vitu vingi sijui njia zipi zitafunguka, kwa utaratibu gani, kwa namna gani. Kwa maana yake nina ndoto, nina wasiwasi, nina shauku ya kuweza kujua mbele kule tunakwendaje. Kwa hiyo ndoto ninayo. Nimekueleza hivyo kwa sababu anasema ni Muislamu, naelewa. Ukiona rangi nyeupe shekhe inaanza kutoka kwenye unywele, tayari ndio mambo kidogo bye bye, ukiachana mambo ya asili. Na Tanzania tunaamini kwamba ndoto ni mtu akiwa na miaka 40 ndoto yake ndio imekufa hapo. Kwa hiyo unapingana na hiyo. Huwa unakula KFC? Nakula nakula. Asante. Sasa kwenye KFC nataka upay attention. Ukiona mabango ya KFC kuna picha ya mtu kachorwa. Ushakuiona ile yule mzee fulani? Sasa yule mzee anaitwa Colonel Sandal. Yule ndiyo mwanzilishi wa KFC. Yule jamaa akiwa na miaka 62 alikuwa na ile recipe, yani ile mbinu ya upishi wa kuku. Amekataliwa yule jamaa na restaurant sijui ngapi katika mji wao. Yani kila anakokwenda naomba aondoka. Kachoka, kachacha, na nadhani historia inasema nadhani mkewe alimkimbia. Sijui unaelewa vizuri. Miaka 62, yani miaka kadhaa kutoka umri ambao mimi nipo. Sio 40, 62. Hana kitu, hana hela, anakwenda anagonga hodi wanamkatalia, mpaka siku hiyo jamaa wakakubali ile recipe yake. Akaanza kuuza. Ameanza kuuza na hakufanikiwa akiwa na miaka 62. Hiyo 62 ndo ameanza. Yani sijaifuatilia historia, lakini miaka baadaye huko, leo hii KFC, Kentucky Fried Chicken, iko dunia nzima. Lakini huyu jamaa akiwa na miaka 62 alikuwa zero. Sasa unaniambiaje kuhusu habari ya hizi ndevu zangu nyeupe alafu nisiote? Usiache kuota. Yani usithubutu kuacha kuota. Kuna watu wanatoboa wakiwa na miaka 70, 80, 90, 100. Na kuna mtu anatoboa akiwa na miaka 16, 17. Never too late, never too early.
Maisha yana formula. Oh yes. Yani swala umri usiliogope, kwa sababu kitu kikubwa ni nini? Unajua watu wengi wanaangalia kituo, destination, yani pale anakotaka kwenda, lakini life is about the process. Mimi na enjoy hii process. Unaona, mimi natengeneza gari, tunakwama, gari inazingua, sijui inafanya nini, unaenda nyumbani umechoka, ukafanya hivi, umefanya hivi. Ile ndio raha ya maisha, kwa sababu amini usiamini, tukifanikiwa gari zikikamilika, zikiwa zinatoka zinauzwa, so what? Yani kama aim yako ni kupata bilioni 10, kuna siku nipata bilioni 10, halafu umeona. Kwa hiyo huu mchakato una raha kwa kiasi kikubwa sana. Swali la mwisho inaweza tricky gumu kidogo, lakini nakuaminia wewe mastermind, tutaondoka nalo bana. Masoud Kipanya, ungepewa nafasi ya kwanza upya, huna brand ya Masoud Kipanya, huna connection yoyote, alafu umeambiwa uchague vitu vitatu ambavyo utaanza navyo ndani ya siku 90, utaanza na vitu gani ambavyo unaamini vitakuinua wewe kutoboa kimaisha? Naanza na Mungu. Wa kwanza Mungu, ya pili Mungu, ya tatu Mungu, kwa sababu huko ndiko ambako vitu vingine vyote vinakuja vinafunguka. Umeelewa? Yani tengeneza sana mahusiano yako na mwenyewe. Umeelewa? Na sisemi ile yani cha msingi be a good person, kwa sababu kutengeneza mawasiliano na Mungu ni kuwa mtu mzuri. Kwa mtu mzuri maana yake ni kwamba unajua Mungu hana shida wewe umchotee maji. Mungu hana shida ya maji. Kaumba hivyo vitu. Mungu hana shida, sisi ndio wenye shida. Kwa hiyo cha msingi, mtego uliotuwekea ni kwamba yani ukisikia mtu anajiita mfano mtumishi wa Mungu, anamtumikia nini Mungu? Maana yake ni kwamba anawatumikia watu. Kwa hiyo wewe be a good person. Sawa? Jitahidi kwa kadri unavyoweza. Najua utakasirika, utaudhika, lakini haraka sana kuwa mwepesi wa kusamehe, kusahau. Umenipata? Jipendekeze kwake. Yani jipendekeze kwake, alafu vingine anakufungulia yeye. Kwa hiyo ningeanza na Mungu, ni ya pili ningekwenda Mungu, wa tatu Mungu, alafu vingine vinatoboa. Bana, shukrani sana. Dakika chache lakini dhahabu. Shukrani sana. Asante.